wakati Mo Dewji ipo Singida alishawahi kuwa na cheo katika upande wa serikali, si ndio? Kwa hiyo Mo Dewji kuweza kudhamini au kuanzisha ujenzi wa uwanja wa Airtel wa maana wa Singida Black Stars wala sio dhambi, kwa sababu alishawahi kuwa pale na Mo Dewji Singida ni kama nyumbani, si ndio? Kwa hiyo ndio maana unaweza kaona yeye ni mdau wa mpira. Kuhusu Simba na Yanga kosa viwanja wala haihusiana na Mo Dewji kwenda kudhamini ujenzi wa uwanja wa Singida Black Stars. Isipokuwa ni kwamba watu wanatazama tu kwamba kwa nini Mo Dewji sasa hivi. Mo Dewji hajaanza sasa hivi ujenzi wa uwanja, kaanza muda mrefu sana. Na uwanja huo ulikuwa utumike na Singida Fountain Gate. Sawa? Kipindi hicho. Lakini sasa hivi Singida Fountain Gate wanatumia uwanja wa Mbina kule Misungwi. Na uwanja huu sasa hivi umekamilika na utatumiwa na Singida Black Stars. Kwa ujenzi huu ulianza zamani sana, kabla hata ya Singida Black Stars kuitwa Singida Black Stars, si ndio? Kwa hiyo watu watakao wafahamu ile kwamba Mo Dewji ni mdau wa michezo, lakini pia Singida ni kama nyumbani kwake. Ameshawahi kuhudumu pale katika nyadhifa za serikali. Kwa hiyo alikuwa anaweka mchango pale before akiwa Singida Black Stars, akiwa Singida kama mkoa. Yes, the same. Unaweza kusema kama ni mtu ambaye anapenda mpira wa miguu, sawa. Kuzungumzia kama kwa nini Yanga na uwanja alafu Singida kaenda kuwekeza pale kuwasaidia kujenga uwanja. Kwangu mimi bado naweza nikasema bado ni pia ni mdau wa michezo. Kuhusu swala la Yanga kuwa na uwanja ni muda wote, wakiamua wanaweza kuwa na uwanja, kwa sababu katika maisha kuna uamuzi. Unaweza kuamua bwana muda huu niwe na kitu fulani, muda huu nisiwe na kitu fulani. Kwa hiyo pengine Yanga Afrika bado uamuzi wa kuwa na uwanja hawajaupata. Kwa hiyo huwezi kumforce mtu akujengee uwanja kati wewe mwenyewe uamuzi una. Sawa? Kwa Yanga Afrika bado wana viwanja vingi, wana Kaunda na kuna kiwanja alipewa pia na Mheshimiwa Rais. Sawa? Kwa hiyo wanaweza kufanya hicho kitu wanachokifanya, si ndio? Lakini kwangu mimi kwa Singida ni faida kwao, kwa sababu msimu unaokuja wana Singida watapata nafasi kuona Yanga, kuona Simba, kuona Tabora United kutoka hapa Tabora, kuona Fountain Gate wenzao wale ndugu zao, si ndio? Kwa timu zote ambazo zitakopo katika ligi kuu Tanzania bara, kwa maana kwamba wameepusha kugawana mapato na shirikisho la mkoa fulani, kwa sababu unapocheza labda Tanzanite, si ndio? Labda uchezea labda Mwanza, CCM Kirumba, lazima ugawane na mapato na chama cha soka mkoa. Utagawana mapato, bado mnagawana. Lakini inapokuwa unapofaida pia watu wengine wa Mwanza, una maana una watu wa Singida, watu wanatumia nauli zao na kuja Mwanza kutazama game yako, si ndio? Lakini unapokuwa katika mkoa wako unapofaida kwanza wa mama ntilio watauza, si ndio? Watu wa Jeza watauza, watu wa Roji watauza, watauza vyumba kwa maana watu kulala wageni, si ndio? Hoteli kubwa zitajaa, watu watajaa kwa maana ya kuja kuangalia game. Lakini Singida pia itapata mafanikio kwenye uingizaji wa mapato. Kwa mkoa pia mapato yataongezeka akija Simba na Yanga. Kwa hiyo kwa maana hiyo mimi nimetazama kuna wigo mpana mafanikio ya Singida kuliko wanachokizungumza watu. Kwa Singida ni kama hayo, atapata mapato makubwa kama mkoa, pia mapato yataongezeka ya halmashauri, lakini pia katika pande zote kila mtu atanufaika. Muuza maji ya kunywa atanufaika pale, muuza Jeza atanufaika, muuza karanga, muuza njugu, sijui muuza, yani kila mmoja atanufaika kwa upande wake. Unajua maswali yamekuwa kwa nini wadhamini wa timu mbili kubwa wakutanie sehemu moja? Ndio swali ambalo wanajiuliza watu wengi. Na leo hapa nimefafanua kwamba Mo Dewji na ukizingatia Singida Black Star wengi wamekuwa kinukuu na kuhusianisha kwamba wana vinasaba na Young Africans. Na wale nataka kuzungumza hapo awali kwamba Young Africa na nilia kwa maana ya Mo Dewji kaanza kuwekeza kwenye ile uwanja kabla hata GSM hajaja kujiwekeza Yanga. Sawa? Yaani uwekezaji wa Mo Dewji kaanza kuchangia ujenzi wa ule uwanja before GSM hajadhamini Young Africa. Sawa? Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama GSM ilivyokuja Young Africa basi Mo Dewji ingerudi nyuma. Kwangu mimi sio kitu kizuri. Na maana Mo Dewji akaendelea kuwekeza katika ule uwanja kwa sababu anaamini Singida kakaa kwa miaka 10 Singida pale. Sawa? Kwa hiyo ile fadhila ya kuwalipa wana Singida jinsi walivyoishi naye, ndio maana akaamua kuwekeza katika uwanja na akaamua kuwasaidia ujenzi wa uwanja. Ujenzi wa uwanja sio kama kajenga saidi ya nilia GSM peke yake au kasaidia Mo Dewji peke yake, bado kuna wadau wengi. Na wamesema Singida Black Stars kwamba siku ya uzinduzi ambao watakaofanya ambao mechi watacheza na Yanga Afrika katika uwanja huo wa Airtel Stadium, watataja mtu mmoja ambaye kahusika kwenye ujenzi wa uwanja huo. Kwa hiyo usikute tu sio GSM peke yake, sio Mo Dewji peke yake, watakuwepo wengi sana. Kwa hiyo ndio maana nikasema hizo romances zinazoendelea ni za kawaida tu, aachane nazo. Lakini
Sisi tunaangalia, tunabezi zaidi kwenye upande wa maendeleo ya mpira wa miguu na faida pia kwa ujumla kwa timu na kwa mkoa husika. Umenukuu alichokisema Hussein Masanza, msemaji wa klabu ya Singida Black Stars. Siku ya uzinduzi watacheza mchezo dhidi ya Young Africans na watamtaja kila aliyehusika kwenye ujenzi wa uwanja huo. Bado maswali yanaendelea kujiuliza, kwa nini chaguliwe Young Africans wakati wadhamini wawili kutoka vilabu viwili tofauti, Simba, Mo Dewji amehusika? Labda kwa nini wasingechukua timu ya nje kwa kuonesha kwamba pengine wasinukuu vibaya kwamba Mo Dewji amefadhili timu, ameenda kuwekeza kwenye timu ambayo Young Africans ni kama wananufaika navi? No. Unajua kuna kitu kimoja tukao watu waelewe. Sawa. Singida Black Stars kacheza na Simba mizunguko miwili, si ndio? Kacheza na Simba mzunguko mmoja, si ndio? Singida Black Stars kacheza na Young Africa mizunguko miwili kama hizo naye. Kwa hiyo obviously hawezi kucheza na Simba mechi ya kirafiki akiwa bado na mechi naye moja ya ligi. Sawa? Na ipo na top 4. Ndio maana akakwambia Singida Black Stars yeye kachagua kucheza na Yanga kwa sababu kashamalizana naye mizunguko yote. Na hatakutana naye popote pale. Sawa? Kwa hiyo inaweza kani faida kwa Singida kupata warm up zaidi ya kujiandaa na mechi ya Simba, mechi ya Azam, si ndio? Wakati kabla hawajarudiana. Kwa hiyo ndio maana nikasema kucheza na Yanga Singida ni swala zuri kwa sababu wameshamalizana naye Yanga Afrika na hawatacheza naye mechi yoyote ile. Lakini Simba bado na mechi naye nyingine, Azam bado na mechi naye nyingine. Vipi kama atacheza na Simba alafu atashusha kikosi chake alafu akamsoma, inakuwaje? Sababu approach ya game inakuja kutokana na mechi yenyewe. Mechi ya Singida dhidi ya Yanga haitakuwa mechi ya Singida dhidi ya Simba. Approach itakuwa tofauti. Kwa hiyo utajikuta unapocheza na mpinzani wako unajikuta na kusoma afu ukaenda kuumia wewe. Kwa hiyo Singida wao wamechagua kucheza na Yanga kwa sababu tayari washacheza naye mechi ya kwanza na mechi ya pili washamalizana. Lakini pia Yanga Afrika ni watu ambao hawatakutana naye sehemu nyingine yoyote ile. Kwa hiyo hai make sense kusema kwamba kuna mahusiano sio kuna vitu fulani. Ingeweza kuwa alikuwa Simba lakini bado Simba ana mechi naye, hajamaliza naye mzunguko wa pili, lakini pia hawajaweka nyuma vilabu vingine. Wamewaalika pia waje viongozi wao waje watazame mechi ambao watakuwa kana ufunguzi pale katika kiwanja cha Airtel Stadium. Kwa hiyo kwangu mimi ni swala jema kwa sababu Yanga Afrika kashamalizana naye kucheza mechi zote na hawezi kukutana naye. Kwa hiyo haiwezi kumwasili Singida Black Stars. Na tukizungumzia sasa, hii inaleta taswira gani? Timu iliyopanda ambayo ina muda mrefu kwenye ligi kuu inajenga uwanja wa kisasa ambao tena wanafadhiliwa na wafadhili wa timu mbili kubwa ambazo hazina viwanja. Unajua kwa kitu kimoja, yani katika mpira wa miguu kuna kitu kinaitwa gate collection. Sawa? Alafu ukiangalia Simba na Yanga sio kama wanashindwa kuwa na viwanja, ila bado serikali inawabana sana. Kwa maana gani serikali inawabana? Kwa sababu nchi hii bado inategemea mapato makubwa katika kila sekta. Na ndio maana unasisitizwa wewe ukienda dukani ukinunua kitu dai receipt na ukiuza kitu dai receipt. Kwa sababu gani? Ile mapato yanayohitaji serikali ili iweze kuweza kufanyaje? Kuweza kubageni katika vitu vingine ambavyo vinahitaji. Kwa hiyo Simba na Yanga utakuwa na viwanja bado wanahitajika kuichangia serikali na kuchangia nchi kwa upande wa mapato na matumizi, si ndio? Leo hii unaweza kumwambia kwamba Simba Yanga ajenge uwanja. Sawa, lakini uwanja atakaojenga Yanga bado hautakuwa uwanja wa dabi kwa Simba na Yanga. Lakini bado uwanja atakaojenga Yanga bado hatogawana mapato na mtu mwingine yoyote kwa sababu utakuwa uwanja wake. Sawa, na serikali na imeweka pale uwanja wa taifa. Uwanja wa taifa unatumika katika mechi za kimataifa na national team. Sasa nakuuliza wewe sasa, unasubiri paka national team msimu kwa msimu, unaingizaje mapato? Hawezi. Wanasubiri paka mechi ya kimataifa nilia mwezi kwa miezi miwili, unaingizaje mapato? Lakini dabi inakuja, kuna dabi ya Azam, kuna dabi ya Yanga, kuna dabi ya Simba. Kwa nini Simba na Yanga, kwa nini dabi ya Azam wasichezee Chamasi? Sababu bado taifa linahitaji mapato kutoka kwao. Na maana akasema watu wakiamua kuwa na uwanja wao, ipo siku watakuja kuamua watakuwa na uwanja wao wakishamalizana na serikali. Kwa maana ya kwamba wakiona sasa hivi inatosha sasa sisi tunagawana mapato na watu fulani tujenge kiwanja chetu, wana uwezo mkubwa sana. Lakini bado kana hivi vilabu ukiachana na serikali bado kuna watu wanapiga pesa. Kwa hiyo hauwezi kumwambia Simba na Yanga ajenge uwanja afu watu wale wanategemea Simba na Yanga apate mapato waambie tugawane kwenye gate collection. Haiwezekani. Sababu ukijenga uwanja obviously uwanja unakuwa ni chini ya kwako wewe taasisi. Sawa? Inakuwa nchi ya mdhamini tayari. Sasa mdhamini anapata wapi pesa? Kama ukijenga uwanja wako na gate collection unachukua wewe. Kwa hiyo lazima ategemee huku kwenye uwanja wa serikali na yeye apigie huku. Kwa hiyo kwangu mimi serikali inawabana, lakini bado pia wadhamini wanawabana hivi vilabu, kwa maana kwamba wakiwa na viwanja vyao husika
hawatakuwa hawatanufaika kama wananufaika sasa hivi.